Yes, msikilizaji, leo tuko na Askofu Franki Kalela ambaye anatumika katika kanisa la Kristo Galilaya, Tanzania. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtumishi wa Mungu, unaendeleaje? Sisi tuko salama, hongera kwa huduma. Tunashukuru Yesu, anaendelea kutujalia. Okay. Natamani kufahamu kutoka kwako askofu, kanisa linapita wakati gani sasa? Kiufupi tuseme tu, kwa sababu kuzungumzia mapana sana tunaweza tukachukua muda. Kwa sasa kanisa linapitia, tunasema linaweza likapita tu, kusema linapita kwenye wakati ambao ni mgumu sana. Kwenye wakati si nzuri. Kwenye wakati wa imani kama kuvujishwa hivi. Kwa hiyo tuseme tu linapita wakati sio mzuri. Tunafanya nini? Tunajua kabisa kanisa linapita katika nyakati si nzuri. Kanisa linatakiwa kufanya nini? Mimi nilichokuwa nafikiri ili kanisa liweze kurudi kwenye mstari au kwenye msingi ambao Bwana Yesu aliliacha, nilikuwa naona kwanza tungejaribu kuona viongozi wa dini. Kwa mfano, tunaposema kanisa tunakuwa tunazungumzia kwa ujumla mwili wa Kristo, na tunaposema kanisa tuzungumzie madhehebu. Sasa tukiisha sema kanisa, maana yake turudi kwenye mfumo wa madhehebu. Unakuta kila madhehebu yana uongozi. Mfano wa Pentecost wana CPCT, lakini kuna makanisa mengine pia na uongozi. Ili kurudisha kanisa kwenye msingi ulio sahihi, wale viongozi kwa pamoja wangekutana, na wakikutana wale viongozi kwa pamoja wakawa na lao moja, ili kurudisha kanisa sasa kwenye msingi, kwa sababu kwa sasa hivi limeshapotea na linaenda kupotea zaidi. Kwa hiyo wale viongozi nilikuwa nafikiri hususan wanaosimamia makanisa ya kirokole basi washikamane, wapange misingi yao, wao wana neno moja, na hii itatusaidia kurudisha kanisa mbele za Mungu. Kila uongozi tungetambua. Ndio maana leo nakuta ndani ya kanisa zinaibuka imani, zinaibuka watumishi, wanaibuka watu, alafu wanapoteza neno la Mungu. Naam, sasa hivi huduma ya kinabii inapingwa sana. Watu hawataki kuamini manabii tena. Manabii wa kweli wapo? Ndio, manabii wa kweli kwa mujibu wa Biblia wapo. Kwa sababu kama wasingelikuwepo manabii wa kweli kwa sasa, Paulo asingeweza kutuambia. Paulo ameonyesha huduma zile 5. Ameonyesha huduma ya ualimu, ameonyesha huduma ya uchungaji, ameonyesha huduma ya uinjilisti, huduma ya utume na huduma ya unabii. Hizo huduma 5 zote zipo zinafanya kazi. Watu wengi sasa hivi wamekuwa wana tuseme mpaka huduma ile ya kinabii inapigwa vita na inaonekana kama haipo. Watu wengi sana na wauni wameingia huko. Kwa hiyo hata kumpata nabii wa kweli inakuwa ni shida, ila manabii wa kweli wapo. Historia yako katika wokovu ikoje? Uliokoka mwaka gani? Historia yangu mimi katika wokovu, nimeokoka mwaka 2027 mwezi wa 3. 2007 2007, nitaka kusema 97. 2007 mwezi wa 3 niliokokea pale Mlandege, Iringa mjini, kwa Askofu Mkani. Ilikuchukua miaka mingapi kukulia wokovu? Hii sasa ndio neema. Tunasema tunataka tukaizungumzia neema, kwa sababu kila mtu anaokolewa kwa wito wake. Mimi kukulia wokovu naweza nikasema ilinichukua mwezi mmoja, kwa sababu nilivyookoka tu sikuwa na muda mrefu, kati ya mwezi mmoja nilianza kushuhudia. Kwa hiyo nafikiri ilinifanya kukua haraka. Nilipoanza kushuhudia, naenda mitaani nashuhudia watu, natoka narudi kwa Mkane pale, Askofu Mkane, Jonas Mkane ananiombea, natoka tena. Kwa hiyo ile ilinipelekea mpaka leo. Kwa hiyo tunasema kukulia wokovu au kuchukua muda wa wokovu, mimi kwangu ni kama mwezi mmoja tu.